Bwana Yesu asifiwe kwa mara nyingine. Ninamshukuru Mungu kwamba siku ya leo tena ya tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2025 ninaendelea na masomo ambayo Roho Mtakatifu alinifundisha, na lengo lake hasa ni kwa ajili ya matengenezo ya kanisa, nalo ni kanisa la Kipentekoste. Kwa hiyo mimi kama Mpentekoste, Mungu amenipa pia mambo ambayo yanapaswa kurekebishwa kwenye kanisa la Kipentekoste ili kanisa liweze kwenda sawa sawa. Kwa hiyo siku ya leo nitazungumza mambo ambayo ni ya kinabii niliyopewa. Inawezekana mengine yametokea na mengine bado hayajatokea. Kwenye kipengele cha mambo ya kinabii ambayo niliyafundisha wiki iliyopita, kwenye kipengele kinachosema kwamba yaliyosemwa na Roho wakati wa utoto wangu au yaliyotokea wakati wa utoto wangu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alinipa vitu ambavyo vilitokea wakati nimezaliwa, muda mfupi baada ya kuzaliwa. Kuna maneno ya kinabii yaliyotamkwa kuhusu huduma ambayo sasa ninakwenda kuifanya, huduma ya matengenezo ya kanisa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alinikumbusha kuhusu mambo hayo yaliyotokea, ambayo yalikuwa ni mambo ya kinabii kuhusu utume wangu au huduma ambayo sasa ninakwenda kuianza rasmi. Kwa hiyo kuna mambo ambayo niliyatamka mwenyewe kama unabii, na mambo yaliyosemwa na watu kama unabii, na vitendo nilivyovifanya kama unabii kwa ajili ya huduma ambayo ninaenda kuianza sasa, huduma ya Injili. Kwa hiyo siku ya leo nitazungumza mambo machache ambayo Roho Mtakatifu pia alinikumbusha mambo ambayo nilitamka mwenyewe, yakiwa ni mambo ya kinabii kuhusu utume wangu au kuhusu maisha yangu kwa ujumla. Kwa hiyo kabla sijaendelea, basi nipate kumshukuru Mungu, na ndipo nipate kuendelea na hivyo vipengele vilivyopo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Bwana kwa ajili ya siku njema ya leo, na mambo haya sasa ninapoenda kuyaeleza yanisaidie mimi, yawasaidie na wengine pia. Ninaomba haya machache katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Kwa hiyo kabla sijaanza kufafanua somo ambalo ninaenda kulifundisha siku ya leo, nisome neno la Mungu kutoka kitabu cha nabii Yeremia. Kitabu cha nabii Yeremia sura ya 1 mstari wa 4. Nitasoma mistari michache hapo na ndipo nitaendelea. Kitabu cha nabii Yeremia sura ya 1 mstari wa 4. Biblia inasema hivi: Neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua,
na kabla hujatoka tumboni na alikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama, siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakayekutuma kwake, na utasema kila neno nitakalo kuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Ndipo Bwana akanyosha mkono wake akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Kwa hiyo ninachotaka kusema katika kitabu hiki cha Yeremia ni kwamba utume wa mtumishi yoyote wa Mungu huwa unaandaliwa akiwa bado hajazaliwa, akiwa tumboni mwa mamake. Kwa hiyo na mimi Roho Mtakatifu alinikumbusha mambo kadha wa kadha, hasa baada ya kuzaliwa. Kwa hiyo baada ya kusoma kitabu hicho cha nabii Yeremia, niende kusoma tena kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya ile sura ya 9 mstari wa 6. Biblia inasema hivi, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe. Katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kuthibitisha na kutegemeza kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakao tenda hayo. Kwa hiyo niishie huu mstari hapa, mstari wa 7. Ninachotaka kusema hapa, nazungumza juu ya mambo ya kinabii. Maanake naposema mambo ya kinabii ni taarifa ambazo Mungu anawapa watu wanaoitwa manabii, ili walete ujumbe ambao utatokea kwa siku za mbeleni. Kwa hiyo katika habari hii tulikosoma kitabu hiki cha Isaya sura ya 9 mstari wa 6 na kuendelea, tunaona Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai anatabiriwa. Nabii Isaya anamtabiri Yesu Kristo kwamba atazaliwa. Ni miaka mingi sana kabla Yesu hajazaliwa, ambayo yapata miaka 700, ndipo Yesu Kristo akaja kuzaliwa na Bikira Mariamu. Kwa hiyo ninakazia kusema kwamba mambo ya kinabii yanaweza kuwa na muda mfupi au muda mrefu. Kwa hiyo nami naenda kuzungumza sasa, masomo ninayozungumza ni mambo ya kinabii ambayo niliyatabiri mimi mwenyewe bila mimi kujua, na yalitabiriwa na watu bila wao kujua, na pia nilifanya mimi vitendo fulani bila mimi kujua ninafanya nini, lakini nilikuwa ninaashiria juu ya utume ambao sasa ninakwenda kuanza. Kwa hiyo kabla sijaanza kuzungumza vipengele
rasmi vya siku ya somo la leo linalosema kwamba Roho alinikumbusha mambo mbalimbali yaliyo ambayo niliyatamka mwenyewe au niliyatabiri mwenyewe. Nataka nirudie kipengele cha nyuma kidogo kwenye somo niliyofundisha wiki iliyopita kwamba yaliyosemwa na Roho au yaliyosemwa na Roho ambayo alikuwa ananikumbusha kuhusu yale niliyotamka au yaliyotamkwa au niliyoyatenda. Katika mambo hayo kuna sentensi ambayo Roho Mtakatifu alikuwa ananikumbusha, nasema mwanzo wangu una mambo mengi. Manake nilitamka mwenyewe nikiwa mdogo, nacheza na wenzangu kwenye michezo pamoja na watoto wenzangu, nikatamka, lakini kumbe nilikuwa natamka neno la kinabii. Nasema mwanzo wangu una mambo mengi. Kwa lugha ya Kinyaturu wanasema mwandiowane winankani nyingi. Mwanzo wangu una mambo mengi. Mwandiowane winankani nyingi. Manake Roho Mtakatifu alikuwa ananifundisha pia nilichokuwa natamka, maana nje zile nilikuwa sijui Kiswahili, lakini alikuwa anasema kwamba ulitamka hivi na maana yake ni hii kwa Kiswahili. Kwa hiyo alikuwa anatafsiri nilivyokuwa natamka na anatafsiri kwa Kiswahili maana yake ni nini. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akaniambia kwamba ulikuwa unasema mwanzo wangu na mambo mengi. Akasema Roho Mtakatifu akaniambia mwanzo wenye mambo mengi ni huu sasa ambao unaanza huduma rasmi. Manake baada ya kupewa maono na Mungu ya kuanza huduma rasmi mwaka 2022, manake kuna mchakato, manake kuna mambo mengi, lakini huduma inakuwa tayari imeshaanza. Kwa hiyo mwanzo unazungumzwa na Roho Mtakatifu wenye mambo mengi, manake nitakutana na mambo haya. Jambo la kwanza ni kuratibu mambo yote ambayo yalisemwa na Roho wakati ule wa mwaka 2022 kuhusu kanisa. Kwa hiyo ninaratibu hayo mambo ili watu waje wayasome, watu wayajue ni mambo gani au ni vitu gani ambavyo Roho Mtakatifu anasema kuhusu kanisa. Na jambo la pili ni kuelimisha watu kuhusu maono ambayo Mungu amenipa. Kwa hiyo mwanzo wenye mambo mengi ndio unaanza kwamba ni kuelimisha watu mbalimbali kuhusu maono ambayo Mungu amenipa. Na jambo la tatu ni kutengeneza katiba ya kanisa ambalo linatajwa na Mungu, nalo linatajwa ni kanisa la Baki na Mungu, kwamba utasajili kanisa linaloitwa kanisa la Baki na Mungu au kwa Kiingereza Stay with God Church. Kwa hiyo ni kutengeneza katiba ya kanisa na sheria, kanuni na sheria za kanisa. Jambo lingine ni kuunda bodi ya kanisa. Kwa hiyo ndio mambo hayo ambayo Roho Mtakatifu anasema mwanzo wangu una mambo mengi. Yani nilikuwa natamka mwenyewe mwanzo wangu una mambo mengi. Kwa hiyo mwanzo wenye mambo mengi ndio haya sasa ambayo sasa ninakutana nayo, ambayo ndio huduma, yani ni mwanzo wa utume wangu. Kwa hiyo kuunda bodi ya kanisa, na unapounda bodi ya kanisa ni lazima upate ushauri, ni lazima utafute watu ambao wanakuunga mkono kwa ajili ya kutengeneza bodi ya kanisa. Jambo lingine ni kupata watendakazi ambao nitafanya kazi pamoja nao katika maono haya mapya ambayo Mungu ananipa. Na jambo lingine ni kusoma masomo ya kichungaji au theolojia. Kwa hiyo nirudi kidogo kueleza hapa. Naposema kusoma masomo ya kichungaji, maanake kuna gharama. Kwa hiyo kama kuna gharama, sasa unatafuta watu wa kukuunga mkono. Na kwa kawaida au kwa uhalisia, kwa sababu kanisa liko kwenye ukame, maanake ukiwaambia watu nimepata maono mapya na kanisa liko kwenye ukame,
Manake watu hawaelewi juu ya habari ya kwamba mtu fulani kasema na Mungu. Kwa hiyo manake kanisa liko kwenye ukame, na hilo nilikuja kuligundua baada ya kuwashirikisha watu ambao niliona inawezekana nikiwapa mambo haya watakuwa na hamu ya kunisapoti hata katika kusoma, maana masomo ni gharama, lakini walijiweka kando. Kwa hiyo silalamiki, ila baadaye nitaandika kitabu kuhusu kanisa la leo, jinsi linavyowachukulia watu wanaoitwa na Mungu. Jambo lingine ni kupata eneo la kufanyia huduma. Na eneo hilo la kufanyia huduma kama unaanza mahali popote, manake unapata eneo la mtu, lazima litakuwa na gharama. Kufanya huduma kwa mwanzo, kabla hujapata eneo la kujenga kanisa, au kabla sijapata eneo la kujenga kanisa la kudumu. Kwa maana kwamba kila mwezi napaswa kulipa, au wale ambao tunaanza nao tunapaswa kulipa kodi au kulipa gharama za eneo hilo la kufanyia huduma. Ndivyo utaratibu unavyokuwa, na ndivyo mambo ambayo yako siku za leo. Jambo lingine ni kupata vyombo vya Injili. Jambo lingine ni kupata vyombo vya usafiri kama magari na kadhalika. Ndio mwanzo wenye mambo mengi. Kupata eneo la kujenga makanisa. Vile vile kupata eneo la kujenga makao makuu, ya kanisa. Na jambo hili, kwa sababu ni jambo kubwa, kujenga makao makuu ya kanisa, maana linahitaji gharama kubwa. Ndio maana Roho Mtakatifu ananiambia mwanzo wenye mambo mengi. Maana utahitaji milioni moja, utahitaji mabilioni ya pesa au mamilioni ya pesa ili uweze kujenga. Kwa hiyo ni mwanzo wenye mambo mengi. Kupata eneo la kujenga makao makuu ya kanisa, nimesema kupata maeneo ya kujenga makanisa ndani ya nchi. Maana mimi nimepata maono haya ndani ya taifa la Tanzania, katika mkoa wa Singida. Maana maono haya yanaanzia Singida, yanaenea Tanzania nzima na nje ya nchi. Maana maono haya ni maono makubwa. Kupata hati ya kusafiria au passport. Kupata wahisani ambao wataunga mkono maono haya mapya. Kwa hiyo huo pia ni mchakato ambao utakuwepo katika mambo ambayo niliyatamka kama mambo ya kinabii. Na nataka niseme kwamba mambo haya ya kinabii hayataweza kulazimishwa, wala sintaweza kuyalazimisha kwa akili zangu za kibinadamu, maana ni mambo ya kinabii. Kwa hiyo kama ni mambo ya kinabii, maanake yatakuwa yanatimia hatua kwa hatua, moja baada ya lingine. Ninaendelea. Jambo lingine, maanake nitakutana na vikwazo kwa baadhi ya watu walionitangulia kihuduma. Maanake haya ni mambo ambayo baada ya kupata maono nimekutana nayo. Vikwazo kwa baadhi ya wachache walionitangulia. Inawezekana wananichukulia kibinadamu, wakaona kwamba huyu mtu mbwana sio tajiri, huyu mtu mbwana hana kanisa kubwa, imekuwaje apate mambo haya, huyu mtu mbwana ana elimu ndogo, mtu huyu yuko hivi na hivi. Kwa hiyo manake ni kukutana na vikwazo kwa baadhi ya walionitangulia. Yeye ni mambo ambayo yamenitokea. Jambo lingine ni kuelimisha viongozi wa kijamii au serikali kuhusu maono yangu. Kwa hiyo manake, kwa sababu niko ndani ya jamii, nipo ndani ya nchi inaongozwa kisheria, ni lazima viongozi wa kijamii, viongozi wa kiserikali wajue maono haya, msajili wa makanisa ajue maono haya, ili aweze kutoa usajili au cheti cha kanisa. Jambo lingine ni kuwa na mawasiliano ya kudumu. Mfano, sanduku la posta ni gharama, maana kila mwaka unatakiwa ulipie.
na kama wengi hawaelewi, maana karama hiyo inakuwa ni ya mbeba maono. Kupata kuwa na mawasiliano ya kudumu, sanduku la posta, barua pepe, simu na kadhalika. Jambo lingine ni kufuatilia taratibu mbalimbali za kisheria kwenye ofisi za kiserikali. Kwa hiyo hayo ni mambo mengi ambayo Roho Mtakatifu ananiambia mwanzo wako una mambo mengi. Maana nilitamka mwanzo wangu una mambo mengi. Kwa mambo mengi nayasoma, baadhi yake machache ndio haya ambayo nayasoma hapa, ili watu waweze kuelewa pia. Jambo lingine ni kazi ya kuinjilisha. Kwa hiyo kazi ya kuinjilisha hiyo itakuwa ni kazi endelevu pia. Ni miongoni mwa mwanzo wenye mambo mengi. Na Roho Mtakatifu kwenye mkataba ambao alikuwa ananipa, alikuwa ananiambia kwamba maisha yako yatakuwa ni maisha ya Injili. Maisha yako yatakuwa ni maisha ya kuongea mambo ya Mungu. Maisha yako yatakuwa ni mambo ya kuwaonya watu. Maisha yako yatakuwa ni maisha ya kuwashauri wanadamu. Maisha yako yatakuwa ni maisha ya kumtaja Mungu kila wakati. Kwa hiyo kutakuwa na kazi ya kuinjilisha, na Roho Mtakatifu ananiambia kazi hii huwezi kuifanya peke yako. Kwa utaratibu wa kimungu, maana washirikishe na wengine. Washirikishe wachungaji, washirikishe maaskofu. Kuna wengine watakuelewa, ndivyo Roho Mtakatifu alivyokuwa ananiambia. Kuna wengine watakuelewa na wengine hawatakuelewa. Lakini yaliyosemwa na Mungu hayawezi kuzuiliwa na mwanadamu. Maana Roho Mtakatifu ananiambia petroli ni moto, ikisha waka imewaka. Ananiambia kwamba huduma yako haiwezi kuzuiliwa na mtu yeyote, haiwezi kuzuiliwa na mwanadamu yoyote. Maono ambayo Mungu amekupa ni maono ya kimungu, ni lazima yatimie. Na watu watakapopinga, Roho Mtakatifu anasema wakiwa wamejipanga kupinga, basi baadaye Mungu mwenyewe atawaibisha. Maana mambo haya hayajatoka kwa mwanadamu, bali yametoka kwa Mungu aliye hai. Kwa hiyo baada ya kuyasema mambo haya kwenye kipengele hiki ambacho ninafanya kama marudio, kukifafanua zaidi, kusema mwanzo wangu una mambo mengi. Yani nilitabiri bila mimi kujua, nacheza na wenzangu, lakini nasema mwanzo wangu una mambo mengi. Maanake nilikuwa natabiri wakati huu sasa ambapo ninaanza huduma rasmi. Kwa hiyo baada ya kuyasema mambo haya, basi nirudi kwenye jambo lingine. Jambo lingine ambalo nataka nilizungumze linalohusiana na mambo ya kinabii niliyoyatabiri mimi mwenyewe. Basi ninakwenda kuyapitia, sio mengi sana. Ninaenda kuyapitia kidogo kidogo, alafu baadaye au muda mfupi nitakuwa nimehitimisha. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anasema hivi: mambo ambayo uliyatabiri siku zile, sijui kama unaweza kuyakumbuka. Ulitabiri nini? Narudia hapo, anasema mambo ambayo ulitabiri siku zile, sijui kama unaweza kukumbuka. Ulitabiri nini? Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu anasema ulitabiri, nimeona katika roho watu wengi wananizunguka. Hukusema tena. Hilo lilikuwa ni neno la kinabii. Ulitoa unabii bila wewe kujua kwamba unatoa unabii. Sasa Roho Mtakatifu ananikumbusha pia jambo ambalo nilizungumza au nilisema, lakini kumbe nilikuwa natoa unabii. Narudia kusoma sentensi hiyo, anasema Roho Mtakatifu anasema ulitabiri, nimeona katika roho watu wengi wananizunguka. Ukusema tena. Hilo lilikuwa ni neno la kinabii. Ulitoa unabii bila wewe kujua kwamba unatoa unabii. Kwa hiyo nilitabiri, nikasema nimeona
katika roho. Unaposema nimeona katika roho, maana umeona katika ulimwengu mwingine, sio ulimwengu wa damu na nyama. Kwamba nimeona katika roho, watu wengi wananizunguka. Kwa hiyo kadri ninavyoendelea, nitakavyojenga makanisa, nitakavyoanza mikutano, maana mikutano hiyo itakuwa na umati mkubwa wa watu, itakuwa na makusanyiko ya watu wengi sana. Maana Roho Mtakatifu anaposema watu wengi wananizunguka, yani nimetabiri watu wengi wananizunguka. Kwa hiyo si jambo dogo, sio watu wawili au watatu, maana haya ni mamilioni ya watu au malaki ya watu. Kwa hiyo tutakapoanza mikutano ya Injili, maana kutakuwa na watu wengi sana ambao watakuwa wakifika kwenye hiyo mikutano ya Injili. Jambo lingine ambalo Roho Mtakatifu pia alinikumbusha, akasema, Roho Mtakatifu anasema ulitoa unabii wewe binafsi, ukisimama binafsi, mimi nitakuwa mtu mkuu duniani. Maana ulikuwa unatabiri mambo yako yatakao kuja. Hiyo ilikuwa ni sauti yako, lakini uliongea katika nguvu ya Mungu kwamba nitakuwa mtu mkuu duniani. Utabiri wako Mungu anaufuatilia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ananikumbusha pia kwamba nilitoa unabii bila mimi kujua. Anasema ulitoa unabii wewe binafsi, ukisimama binafsi, mimi nitakuwa mtu mkuu duniani. Maana ulikuwa unatabiri mambo yatakayo kuja. Hiyo ilikuwa ni sauti yako, lakini uliongea katika nguvu ya Mungu kwamba nitakuwa mtu mkuu duniani. Utabiri wako Mungu anaufuatilia. Kwa hiyo mambo ya kinabii hayawezi kuzuiliwa na mwanadamu yoyote. Kwa unaposema kwamba utakuwa mtu mkuu katika dunia, huo ni unabii. Manake si jambo la kawaida. Manake dunia itajua kuna mtu mahali fulani, kuna mhubiri mahali fulani. Asia watajua, Amerika watajua, Afrika watajua. Maana si jambo dogo. Jambo la tatu ambalo Roho Mtakatifu anasema ulitabiri, ukasema ulitabiri kuwa watoto wangu watakuwa jasiri, kwamba Mungu amewapa ujasiri. Ukasema Mungu sio mwanadamu, yeye atawapa watoto wangu ujasiri. Narudia tena, ulitabiri kuwa watoto wangu watakuwa jasiri kwa sababu Mungu amewapa ujasiri. Ukasema Mungu sio mwanadamu, yeye atawapa watoto wangu ujasiri. Kwa hiyo hili pia nilitabiri kuhusu watoto wangu kwamba watakuwa ni watoto wajasiri, watakuwa ni watu majasiri, watu jasiri. Jambo la 4 au utabiri wa 4, ulitabiri, Roho anasema ulitabiri Mungu hata niacha mpaka nione ukuu wake unatokea katika maisha yangu. Mungu ulitabiri, Roho Mtakatifu anasema ulitabiri Mungu hata niacha mpaka nione ukuu wake unatokea katika maisha yangu. Kwa hiyo mwaka ule wa 2022 niliona mambo ya ajabu sana, kwa sababu Mungu alinipa nguvu ya kuomba au hamu ya kuomba au msukumo wa kuomba. Katika kuomba kule nilikuwa ninapokea masomo mbalimbali, na Mungu akaniwezesha kunipa mwongozo wa kuandika vitabu. Kwa hiyo
utabiri huu au nabii huu unasema ulitabiri, Mungu hata niacha mpaka nione ukuu wake unatokea katika maisha yangu, mpaka nione ukuu wake unatokea katika maisha yangu. Kwa hiyo ukuu wa Mungu ulinitokea na utaendelea kunitokea, na Mungu ataendelea kunitumia mimi kama kiumbe wa kawaida, lakini Mungu atanitumia kwa viwango vya juu, kwa sababu haya ni mambo ya kinabii. Jambo la 5, Roho Mtakatifu anasema ukatabiri kuona vitu vingi vinatokea katika macho ya damu na nyama. Mungu akasikia, akaandika kwa kalamu yake, kwa sababu Mungu anaposikia anaandika kila unachokikiri, ili kwamba aweze kufuatilia na kulitimiliza. Roho Mtakatifu anasema tena, narudia kuhusu jambo nililolitabiri, ukatabiri kuona vitu vingi vinatokea katika macho ya damu na nyama. Maana nitaona vitu ambavyo nilivitabiri, au vitu vingi vinatokea ambavyo nilivitabiri. Mungu akasikia na akaandika kwa kalamu yake, kwa sababu Mungu anaposikia anaandika kila unachokikiri, ili kama aweza kufuatilia na kulitimiliza. Ulitabiri tena, namba 6, ulitabiri tena juu ya watoto wako, ukasema mtoto wangu hawezi kuanguka hovyo hovyo. Roho Mtakatifu akasikia naye akaandika. Ulitabiri tena juu ya watoto wako, ukasema mtoto wangu hawezi kuanguka hovyo hovyo. Roho Mtakatifu akasikia naye akaandika. Ukatabiri na jambo la 7, ukatabiri juu ya ufalme wa Mungu, ukasema nitajenga ufalme wa Mungu kwa juhudi zangu, nitajenga ufalme wa Mungu kwa uwezo wangu. Mungu akaandika hayo. Narudia hapo, ulitabiri juu ya ufalme wa Mungu, ukasema nitajenga ufalme wa Mungu kwa juhudi zangu, nitajenga ufalme wa Mungu kwa uwezo wangu. Mungu akaandika hayo. Na ndio maana Biblia inasema mpende Mungu wako, mpende Mungu wako kwa nguvu zako zote, kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa mali zako. Kwa hiyo nilitabiri jambo la namna hiyo. Jambo la 8 nililolitabiri, ukatabiri ukasema wembe ukinyoa hutanyoa tena, ukiwa na maana kwamba wewe binafsi hutabadilisha vitu vyako, utabaki na vitu vyako kama vilivyo. Bwana akuangazie nuru yake. Hutaweza peke yako, shirikisha na watu mbalimbali ili kusukuma mbele habari njema. Tembea maeneo mbalimbali ili kusukuma mbele habari njema. Tangia wakati huo ulitabiri vitu vingi sana, hukutabiri vitu dhaifu. Ulikuwa unatabiri vitu vyenye nguvu. Narudia tena hapo, kipengele cha 8, Roho Mtakatifu anasema ukatabiri ukasema wembe ukinyoa hautanyoa tena, ukiwa na maana kwamba wewe binafsi hautabadilisha vitu vyako, utabaki na vitu vyako kama vilivyo. Bwana akuangazie nuru yake.
hutaweza peke yako. Shirikiana na watu mbalimbali ili kusukuma mbele habari njema. Tembea maeneo mbalimbali ili kusukuma mbele habari njema. Tangia wakati huo ulitabiri vitu vingi sana. Hukutabiri vitu dhaifu. Ulikuwa unatabiri vitu vyenye nguvu. Kipengele cha 9 ambacho Roho Mtakatifu ananikumbusha pia. Ulitabiri tena kwamba Mungu yupo, kwamba anasikia. Ninatabiri watoto wangu watakuwa watu wakubwa, watasema mambo makubwa, watatembea na ukuu wa Mungu. Fanya hivyo ulivyotabiri, maana ulitabiri mambo makubwa. Hukutabiri vitu vinyonge, mambo madogo madogo. Narudia tena unabii huo. Ulitabiri tena kwamba Mungu yupo, kwamba anasikia. Ninatabiri watoto wangu watakuwa watu wakubwa, watasema mambo makubwa, watatembea na ukuu wa Mungu. Fanya hivyo kama ulivyotabiri, maana ulitabiri mambo makubwa. Hukutabiri vitu vinyonge, mambo madogo madogo. Mambo haya yanatoka kwenye kinywa cha Mungu, wala sio cha kwangu. Ni Roho Mtakatifu ananikumbusha. Maana ukisoma kwenye Biblia inasema Roho Mtakatifu pia yeye hutukumbusha mambo yaliyopita. Kwa hiyo haya ninayozungumza ni mambo niliyoyatabiri, mambo ya kinabii niliyoyatabiri kuhusu maisha yangu, kuhusu huduma yangu. Jambo la 10, Roho Mtakatifu anasema ulitabiri nitakuwa tajiri, sintakufa bila kuona utajiri. Sasa Mungu anakuletea utajiri, utakuwa tajiri, utakuwa bilionea kwa mpango wa Mungu, si wa wanadamu. Maana Mungu si mwanadamu. Mungu ni Mungu, Mungu si mwanadamu. Yeye si mwanadamu. Narudia tena, ulitabiri, maana Roho Mtakatifu ananiambia ulitabiri nitakuwa tajiri, sintakufa bila kuona utajiri. Sasa Mungu anakuletea utajiri, utakuwa tajiri, utakuwa bilionea kwa mpango wa Mungu, si wa mwanadamu. Maana Mungu si mwanadamu. Mungu ni Mungu, Mungu si mwanadamu. Yeye si mwanadamu. Kwa hiyo ninachotaka nifafanue hapa kidogo kuhusu utajiri ambao unasemwa. Mungu mara nyingi hazungumzi kama mwanadamu. Yeye anazungumza Mungu kama Mungu. Yeye ni Mungu kama Mungu, anajitegemea. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu anaweza kuambia utakuwa tajiri, ukafikiri labda ni utajiri wa dunia hii. Lakini Mungu mara nyingi anachozungumza kuhusu utajiri, maana anazungumza utajiri wa kumjua Mungu. Mtu anapomjua Mungu, maana mtu huyo ni tajiri. Ingawa pia Mungu anaweza kuzungumza juu tajiri wa maisha kawaida au tajiri wa dunia hii, sio mbaya, vinaweza kwenda sambamba. Kwa hiyo hichi ninachokizungumza kinaweza kikaenda sambamba na utajiri wa kumjua Mungu, yani upana wa kumjua Mungu, na huo ndio Mungu anauita utajiri au utajiri wa kawaida wa dunia hii. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanaweza yakaenda sambamba. Jambo la 11, Roho Mtakatifu anasema ulitabiri ukasema, hakika yake nitasimama na makampuni kadhaa, nitaanzisha makampuni kadhaa. Ukatabiri hivyo na Mungu akasikia. Ukasema nitakuwa na makampuni, nitasimama na makampuni mengi. Sintakuwa na kampuni moja, nitakuwa na makampuni mbalimbali. Roho wa Bwana akasikia. Narudia tena sentensi hii ya Roho Mtakatifu. Ulitabiri ukasema, hakika yake nitasimama na makampuni kadhaa,
nitaanzisha makampuni kadhaa. Ukatabiri hivyo na Mungu akasikia. Ukasema nitakuwa na makampuni, nitasimama na makampuni mengi, sitakuwa na kampuni moja, nitakuwa na makampuni mbalimbali. Roho wa Bwana akasikia. Pia kama nilivyosema kwenye kipengele cha 10 kwamba Mungu huwa azungumzi kama mwanadamu, yeye anazungumza kama Mungu. Kwa hiyo anachozungumza juu ya kampuni inaweza kuwa ni kampuni halisi, au anachozungumza juu ya kampuni maana anaweza kuzungumza pia jambo hili ambalo limekaa kinabii, maana ni mkusanyiko wa watumishi wa Mungu, yani makundi ya watumishi wa Mungu. Kwa hiyo pia yanaweza kuwa ni kampuni au makanisa na kadha wa kadha. Kwa hiyo Mungu hazungumzi kama mwanadamu, yeye anazungumza kwa mafumbo pia. Ukasema tena mahali fulani Roho Mtakatifu anasema kwa kipengele cha 12, ukasema tena mahali fulani umesimama, ukatazama juu, ukasema ninaona mbingu zinafunguka kwa ajili yangu. Roho wa Bwana akasikia hayo. Narudia tena sentensi hiyo ya 12. Ukasema tena sentensi ya kinabii. Ukasema tena mahali fulani umesimama, ukatazama juu, ukasema ninaona mbingu zinafunguka kwa ajili yangu. Roho wa Bwana akasikia hayo. Kwa hiyo haya ndio Roho Mtakatifu ambayo alinikumbusha mambo ya kinabii niliyoyasema, na kwamba yatatimia hatua kwa hatua au kadri Mungu mwenyewe anavyopanga. Roho Mtakatifu anatoa maelezo hapa baada ya sentensi hizo zote 12. Anasema una uwezo mkubwa wa kuona vitu katika ulimwengu wa roho. Ndio maana Mungu alikuwa akisema na wewe kwa ndoto. Ameongea mara nyingi kwa ndoto. Ziko ndoto nyingine ulitafsiri sawa sawa, na ndoto zingine hukuzitafsiri sawa sawa, lakini Mungu alikuwa anasema na wewe kwa ndoto. Anasema na wewe kwa ndoto. Ukajua hizi ni ndoto tu, ila Mungu alikuwa anasema na wewe, alikuwa anasema na wewe juu ya maisha yako. Narudia tena, unasema una uwezo mkubwa wa kuona vitu katika ulimwengu wa roho. Ndio maana Mungu alikuwa akisema na wewe kwa ndoto. Umeongea mara nyingi kwa ndoto. Ziko ndoto nyingine ulitafsiri sawa sawa, na ndoto zingine hukuzitafsiri sawa sawa, lakini Mungu alikuwa anasema na wewe kwa ndoto. Anasema na wewe kwa ndoto, ukajua hizi ni ndoto tu, ila Mungu alikuwa anasema na wewe, alikuwa anasema juu ya maisha yako. Kwa hiyo nisungumze kidogo kwamba kuna mawasiliano na Mungu. Kwa hiyo Mungu hufanya mawasiliano na wanadamu kwa njia mbalimbali. Anaweza kufanya mawasiliano na wanadamu kwa njia ya ndoto, ingawa pia kuna ndoto zinazotokana na mawazo. Ni lazima watu waelewe hilo. Kuna ndoto zinazotokana na shetani, lazima watu waelewe hivyo, na kuna ndoto zinazotokana na Mungu. Kwa hiyo ndoto zimegawanyika katika makundi hayo matatu. Kuna ndoto zinazotokana na Mungu, kuna ndoto zinazotokana na mawazo. Mtu anawaza mchana kutwa kwamba anawaza labda kununua gari, anawaza kuwa na pesa. Usiku akilala basi anaanza kuota mapesa, anaanza kuota magari, anaanza kuota nyumba, na maana vile vitu alivyokuwa akiviwaza ndivyo Biblia inavyosema. Kwa hiyo kuna ndoto zimegawanyika kwa namna hiyo, na Mungu anasema pia kwa njia mbalimbali, kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kama mimi amenifundisha mambo mengi kwa njia ya Roho Mtakatifu. Mungu anaweza kusema na mwanadamu au na wanadamu kwa njia ya malaika. Tunasoma kwenye Biblia, hayo ni mambo ambayo yako wazi. Mungu alisema na watu mbalimbali, kina Ibrahimu, kina Isaka, kina Yakobo.
Kwa njia ya ndoto ukisoma utakuta vitu vya namna hiyo. Kwa njia ya malaika utakuta kuna vitu vya namna hiyo. Kwa njia ya sauti utakuta kuna vitu vya namna hiyo. Kwa mfano ukisoma kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema wakati wa jua kupunga, manake Mungu, sauti ya Mungu ilikuwa inapita katika bustani ile ya Edeni. Manake ilikuwa Mungu anawatembelea watu wake Adam na Hawa katika bustani. Kwa hiyo walikuwa wanasikia sauti. Kwa hiyo kuna kusikia sauti. Kwa njia ya malaika nimesema Mungu anaweza kuwasiliana kwa njia hiyo, kwa njia ya ndoto, kwa njia ya Roho Mtakatifu na kwa njia ya watumishi wake pia. Kwa hiyo nilikuwa nataka nitafsiri au nifafanue juu ya ni jinsi gani Mungu anaweza kuwasiliana na wanadamu. Kwa hiyo baada ya kuyasema haya, nimalizie kusema kwamba mambo mengi ambayo Roho Mtakatifu alikuwa akinifundisha kwa njia ya ndoto na nikayaandika, basi mwaka ule wa 2022 mengine niliyokosea kutoa tafsiri zake za ndoto, Roho Mtakatifu alinisaidia kuziweka hizo tafsiri zikae vizuri na kunipa mwongozo wa kuandika vitabu au kurekebisha rasimu za vitabu ambavyo nilivyoandika vikiwa na matukio mbalimbali. Kwa hiyo baada ya kusema haya, niseme basi Mungu wa mbinguni awabariki watu wote ambao watakuwa makini kusikiliza mambo haya. Yatawainua kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ni kwamba wanadamu siku za leo tuko busy sana. Hatuna utulivu sana wa kusikiliza mambo yanayotoka kwa Mungu. Na hilo ndio ni tatizo kubwa ambalo sasa tunalo, kwamba muda tulionao ni mfinyu. Maana harakati ni nyingi za maisha. Kuna shughuli za biashara, kuna shughuli za kilimo, kuna shughuli za michezo, kuna shughuli za hapa na pale katika dunia hii. Kwa hiyo ni watu wachache sana ambao wanaweza wakatulia wakasikiliza mambo yanayotoka kwa Mungu. Ni wachache sana. Kwa hiyo ninawasihi watu ambao mtasikiliza audio hii au rekodi hii ya sauti, ni kwamba tuwe watulivu kusikiliza mambo yanayotoka katika ulimwengu wa roho. Ni ya muhimu sana, maana tusipokuwa makini au tusipokuwa watulivu, tunaweza tukaona ni mambo ya kawaida tu, lakini kumbe Mungu anahitaji utulivu, anahitaji kutafakari mambo yake, ndipo tutaendelea kuona ukuu wake na uwezo wake katika maisha yetu. Asante na Mungu wa mbinguni akubariki. Amina. Haleluya. Haleluya.